Jamii imetakiwa kuondokana na dhana potofu kwamba chanjo zinazotolewa kwa watoto si salama kwa afya. Badala yake imehimizwa kujitokeza kuwapatia watoto huduma hiyo ili waongeze kinga na kuwakinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Hayo yamesemwa na Magdalena Dinawi, afisa kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, sehemu ya elimu kwa umma, wakati wa kampeni ya chanjo ya polio inayotolewa kwa njia ya matone, ambapo watoto walio chini ya umri wa miaka 10 ndio walengwa wakuu. Amesema chanjo hiyo ni muhimu katika kuongeza kinga ya watoto dhidi ya polio na kuwataka wazazi na walezi kutumia fursa hiyo kuhakikisha watoto wao. Wiki ya kampeni ya uchanjaji wa chanjo ya polio, ambao chanjo hii inatolewa kwa matone, inatolewa kwa walengwa watoto wenye umri chini ya miaka 10, ambapo inasaidia kuongeza kinga kwa watoto, kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Chanjo hii ina umuhimu kwa watoto kwa sababu inazuia ugonjwa wa kupooza ambao kwa kitaalamu tunauita polio. Ugonjwa wa kupooza au polio hauna tiba, ila kinga pekee iliyopo ni kwa kupewa matone ya chanjo ya polio. Umuhimu wa kushirikisha watu maarufu, viongozi wa dini, wazee wa mila na watu mashuhuri katika jiji la Dodoma ni kwa ajili ya kwenda kuhamasisha jamii husika ili waweze kuwaleta watoto wengi kupata chanjo ya matone ya polio. Maeneo ambapo tunategemea watoto hawa kupata chanjo, moja ni vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Pili ni katika shule ambazo tutawapata watoto wenye umri wa chini ya miaka 10, maeneo ya kanisa, masoko na magulio, na mahali popote pale ambapo tunaweza tukapata watoto wenye umri chini ya miaka 10. Tunawaasa jamii ya jiji la Dodoma kuweza kujitokeza kwa wingi na kuwaleta watoto kwa ajili ya kupatiwa chanjo hii. Chanjo hii imethibitishwa na Shirika la Afya Duniani na Shirika la Usalama wa Kukagua Chanjo na Wizara ya Afya kuwa ni salama, na si mara ya kwanza tu kwa mkoa wa Dodoma kupata chanjo. Mikoa 6 ya mwanzo imekwisha kupata chanjo toka mwaka 2023 na hakuna alionekana mwenye madhara. Baada ya hapo, awamu ya pili tulikuwa na chanjo ya mikoa 7 ambapo pia walipata bila kuwa na madhara yoyote. Kwa hiyo tuwathibitishie wananchi na jamii kwa ujumla kuwa chanjo yetu ni salama na ina umuhimu wa kukinga magonjwa ya kupooza. Kwa upande wake, mratibu wa huduma za chanjo katika halmashauri ya jiji la Dodoma, Victoria Kweka, amesema kampeni hiyo inalenga kuwafikia zaidi ya watoto 200,000 wenye umri chini ya miaka 10. Amesema halmashauri imeweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha watoto hao wanapatiwa chanjo, ikiwemo kupitia shule za awali na msingi pamoja na maeneo mbalimbali wanakopatikana watoto hao. Katika kampeni hii tumelenga kuwafikia jumla ya watoto 207,096 wenye umri chini ya miaka 10. Na katika kuhakikisha kwamba tunawafikia watoto hawa, tuna mikakati mbalimbali ambayo tutakaoitumia. Mkakati wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunazitembelea shule zote za awali na za msingi, kwa sababu katika shule watoto hawa wanapatikana. Lakini pia kampeni hii itakuwa ni ya nyumba kwa nyumba. Tutahakikisha kwamba tunapita nyumba kwa nyumba ili kuhakikisha hatuachi mtoto yoyote bila kumpatia chanjo. Tunafahamu kwamba pia wakati mwingine watoto wanaweza wasiwe shuleni au wasiwe nyumbani, na kuhakikisha kwamba hatuwakosi hao watoto ambao hawako shuleni au hawako nyumbani, basi sisi kama halmashauri ya jiji la Dodoma tumejipanga pia kuhakikisha maeneo yote ambayo watoto wenye umri kati ya miaka 0 mpaka chini ya miaka 10 wapo, basi tunawafikia, ikiwa ni pamoja na tuna timu maalum ambazo zitatembelea maeneo ya masoko yote ili kuwafikia watoto ambao aidha wamekuja na wazazi wao kwa ajili ya kupata huduma au wako na wazazi wao ambao wanafanya biashara sokoni. Lakini pia maeneo ya stendi za abiria tutapeleka timu zetu kwa ajili ya kwenda kuhakikisha watoto wote wanaopatikana kwenye maeneo hayo wanafikiwa na huduma za chanjo. Sio hapo tu, maeneo yote yenye mkusanyiko ambayo watoto wenye umri chini ya miaka 10
wapo, basi timu zetu zitaenda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa huduma kwa makundi hayo. Nao baadhi ya wazazi wameahidi kuwa mabalozi wazuri kwa kuhamasisha wazazi wenzao kuhusu umuhimu wa chanjo, huku wakiahidi kutoa ushirikiano kwa kutoa huduma watakaofika katika mitaa mbalimbali kwa ajili ya zoezi hilo. Wangu kuhakikisha kwamba mwanangu anaipata chanjo. Vile ni wajibu wangu kuhakikisha watoto wa jirani au jamii inayonizunguka inapata chanjo hii ili kuepukana na madhara ambayo yanaweza kutokana na kukosa chanjo hii. Tumejiandaa vizuri na tuko tayari kwa sababu afya ni msingi wa maendeleo. Afya ni msingi wa kila kitu. Kwa upande wa watoto wetu, sisi watoto wasipokuwa na afya hawawezi kupata elimu, hawawezi kupata maarifa wala ujuzi ule tunaotarajia. Kwa hiyo tunatarajia watoto wetu wawe na afya njema ili waweze kupata yale maarifa tunayoyatoa sisi kama mimi kama mshawishi